Rais wa Marekani Donald Trump ameahirisha ghafla ratiba zake zote za weekend, ikiwa ni pamoja na safari ya kuelekea nchini Bahamas kuhudhuria harusi ya mwanae Donald Trump Jr. na kurejea jijini Washington kutokana na kile alichokiita hali ya dharura ya kiserikali yanayohusisha mazungumzo mazito ya amani na nchi ya Iran. Uamuzi huo wa kushtukiza umekuja wakati kukiwa na ripoti kuwa Rais Trump amepoteza subira kufuatia mkwamo wa kidiplomasia, huku vyanzo vya usalama vikitahadharisha kuwa huenda akatoa amri ya kushambuliwa kwa Iran kijeshi ndani ya saa 24 zijazo iwapo hakutakuwa na mwafaka. Nikimnukuu, Rais Trump alisema, "Nilipenda sana kuwa pamoja na mwanangu Don Jr. na mwanachama mpya wa familia ya Trump, mke wake mtarajiwa Bettina, lakini siwezi kufanya hivyo kutokana na mambo muhimu ya kiserikali. Ni muhimu sana mimi kubaki Washington katika nyakati hizi za kihistoria." Mwisho kunukuu. Akihutubia wananchi huko Suffen, New York, saa chache kabla kupanda ndege kurejea White House, Rais Trump aligusia kwa kifupi mgogoro huo bila kuingia ndani zaidi kwenye maelezo ya kiusalama. Nikimnukuu, Trump alisema, "Mgogoro na Iran utaisha hivi karibuni na bei ya mafuta itashuka." Ripoti kutoka mtandao wa habari wa Axios zinasema kuwa kabla ya hotuba hiyo, Trump alikutana na baraza lake la usalama ambapo alipewa ripoti ya siri kuhusu machaguo ya kijeshi na kidiplomasia dhidi ya Tehran. Hali hii ya dharura inafuatia msimamo mkali uliotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, ambaye alitangaza kuwa mazungumzo hayo hayatofika popote ikiwa Marekani itaendelea kung'ang'ania kujadili suala la urutubishaji wa madini ya urani na mpango wao wa nyuklia. Iran inashikilia msimamo kuwa mazungumzo ya sasa yanapaswa kujikita tu katika kusitisha vita kwenye nyanja zote ikiwemo nchini Lebanon, pia kuondoa vikwazo vya Marekani kwenye mlango bahari wa Hormuz. Chanzo cha kidiplomasia kutoka nchini Iran kiliambia wakala wa habari wa Tasnim kuwa ingawa kuna maendeleo kidogo yaliyofikiwa kupitia wasuluhishi kutoka Pakistani, makubaliano ya mwisho bado hayajafikiwa. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii K66, K67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zinaweza kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $60,000 tu, na tablet aina ya K66 unapata kwa bei ya $65,000. Ndio kwa wasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.